Viongozi wa dini na wadau wa mazingira wamehimizwa kuongeza juhudi zao katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi ili malengo ya makubaliano ya Paris kuhusu mabadiliko ya tabia nchi yaweze kufikiwa na hivyo kuokoa dunia kutokana na athari zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Mwanahabari wetu Fina Limo kutoka mkoani Kilimanjaro anayo taarifa zaidi. Akizungumza kwenye kongamano la siku 2 la viongozi wa dini wa kanda ya kaskazini, mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali linalojihusisha na masuala ya maendeleo na uhifadhi wa mazingira la KCDE, Profesa Aidan Msafiri, amesema viongozi wa dini ndio nguzo muhimu ambao wataweza kufikisha elimu ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira kwa kuweka mikakati ambayo itaweza kutekelezeka ndani ya jamii. Za kidini, faith-based organizations, ni uelewa wa pamoja kuhusu kinachoendelea duniani, yani mabadiliko na athari hatarishi za mabadiliko ya tabia nchi, climate risks and vulnerabilities. Namba 1. La pili ni kuchochea chachu ya kuwajibika kwa pamoja bila kujali dini, cheo, rangi, mahali. Maana mabadiliko ya tabia nchi yanatuathiri wote bila kujali huyu ni tajiri, huyu ni Muislamu, huyu ni Mkristo, huyu ni Mbuddha. Kwa hiyo tuna a common enemy, lazima tupambane naye. Na 3 ni kuendelea kufanya tafiti, kwa vile bila tafiti hakuna matokeo mazuri. Kufanya tafiti tunawezaje kusaidia kizazi kijacho kikaweza kuwa na njia and solutions za kupambana na mabadiliko hatarishi ya tabia nchi. Askofu wa KKKT Dayosisi ya Mwanga Daniel Mono amesema atatumia jukwaa la viongozi wa dini mbalimbali kuhakikisha elimu ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira inafikiwa katika ngazi ya jamii, ikiwa ni pamoja na kuzuia uharibifu wa vyanzo vya maji, kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na tutatumia jukwaa letu la Interfaith kuteremsha elimu hii kwa viongozi wote, lakini pia kwa waumini wote. Na pengine tutahitaji kukaa pamoja na kuwajengea uwezo sasa au wadau, na ili tuweze sasa kuingia kwenye utekelezaji. Hatua ya kwanza ni suala la upandaji miti, lakini kutunza vyanzo vyetu vya maji, lakini pia kuzuia uharibifu wa mazingira, kukata miti, kilimo cha holela, lakini pia kutumia nishati safi, nishati ambayo ni rafiki wa mazingira. Na hapa baadhi ya washiriki wa kongamano hilo wakaeleza mikakati ambayo wataitumia katika kuhakikisha jamii inatunza na kuhifadhi mazingira. Na ambacho ninatoka nacho katika elimu hii ni kwenda kufanya uhamasishaji. Na lengo kubwa ni kuanza na watoto ambao wanaanza kufundishwa tangu wakiwa wadogo umuhimu wa mazingira, lakini vile vile kuanzisha vitalu mbalimbali kwa ajili ya kugawa miti sehemu mbalimbali na kuweka msitizo katika upandaji wa miti, na kwa namna pekee pale mtu anapofanya birthday yake, anapofunga ndoa, anapofanya sherehe za ubarikio au sherehe yoyote ile ama uhuru na kadhalika, basi katika siku hiyo apande mti kwa ajili ya kuhamasisha upandaji wa miti mingi maeneo mengi. Kwa hiyo wote sisi kwenye mwamvuli ambao tumeubeba katika taasisi mbalimbali ambazo tumetokea, hii ilikuwa ni funzo ya sisi kurudi kwenye jamii, kuiwezesha kwamba kila mtu katika jamii ana nafasi ya kuweza kufanya jambo ambalo ni katika utunzaji wa mazingira, lakini katika kazi mbalimbali tunazofanya ili kuwezesha kuendelea kuwa na dunia ambayo ni endelevu na yenye kuwa na ukijani. Washahiri ya siku 2 kwa viongozi wa dini kanda ya kaskazini imewezeshwa na shirika la uhifadhi na utunzaji wa mazingira la Kilimanjaro KCDE kwa kushirikiana na shirika lisilo la kiserikali la nchini Ujerumani la Konrad Adenauer Stiftung. Asante sana Fina Limo kwa taarifa hiyo.